بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulielezea jana baadhi ya mambo yanayoharibu saum. Kadhalika tukaelezea sala la alfajiri, ambapo ndio mwanzo wa kufunga alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua. Tukaelezea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoelezea kwamba alfajiri iko sampuli mbili. Kuna alfajiri ya urongo na alfajiri ya kweli, na hii alfajiri ya kweli ndio mwanzo wa kufunga, mwanzo wa saum ni hiyo alfajiri ya kweli, ambapo ni muadhini anapoadhini adhana ya pili. Kadhalika tukaelezea makosa yanayofanyika kwa baadhi ya waadhini misikitini. Baadhi ya waadhini misikitini wanaadhini wakati au adhana ya pili, wanaadhini wakati ambapo bado haujaingia wakati wa alfajiri ya kweli. Na hii wengi ni kwamba wanategemea hizi timetable zilizoandikwa miaka 50 na miaka 40 iliyopita. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ameelezea katika Sharhul Mumti kwamba linalozingatiwa ni kuzama kwa jua, sio adhana. Wakati wa kufungua inayozingatiwa ni kuzama kwa jua, si kusikia adhana. Kadhalika inayozingatiwa wakati wa kuanza imsak, kuanza saum, ni alfajiri ya kweli inapojitokeza. Alfajiri ya kweli inapojitokeza, na inajitokeza kwa kuangalia mwangaza ule wa jua unapoenea katika pande zote, hiyo ndiyo alfajiri ya kweli. Kwa hiyo kuanza imsak, kuanza kujizuilia na kula na kunywa na kila kinachofunguza, inaanzia hapo alfajiri ya kweli. Sasa makosa yanatokea kwamba baadhi ya waadhini wanaadhini wakati ambao sio kabla ya hiyo alfajiri ya kweli. Tayari baadhi ya waadhini hao wanaadhini, na hii inasababisha watu kufunga kabla ya wakati, watu kuanza kufunga kabla ya wakati. Baya zaidi, kosa kubwa zaidi ni kwamba kuna watu baada ya adhana hiyo tu wanaanza salatul fajri. Baada ya adhana tu mtu anasimama na kusala salatul fajri. Hasa sasa hivi misikiti imefungwa, watu wanaswali, kila mmoja anaswali nyumbani kwake. Sasa wengine baada ya adhana tu mtu anasimama na kusali salatul fajri, ambapo anaswali nje ya wakati, kabla ya wakati haujaingia. Kwa mfano sasa hivi wanaoadhini saa 11:05, wanaoadhini saa 11:07, wanaoadhini saa 11:10, wote hawa ni kwamba wakati bado alfajiri ya kweli haijaingia. Sababu adhana ya kisawa sasa hivi ni saa 11:20 mpaka saa 11:21 mpaka saa 11:22, ndiyo alfajiri ya kweli inaingia. Sasa baada ya hapo mtu anaweza kuswali, lakini sasa watu wanaadhini, baadhi ya waadhini saa 11:05, 11:07, 11:10, bado kabisa, karibuni dakika 15 bado alfajiri ya kweli haijaingia. Kwa haya ni makosa na makosa haya yanatokea sana kwa waadhini. Waadhini ndio wanaofanya kosa hilo la kuadhini kabla ya wakati, halafu linasababisha kosa hilo makosa ya watu kuswali kabla ya wakati haujaingia. Na jana tumeelezea kauli za baadhi ya maulama wanaosema kwamba sala haitasihi kama inaanzwa sala hiyo kabla ya wakati kuingia. Na hii ni kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Sala kwa waislamu
ni faradhi iliyowekewa wakati. Kila sala ina wakati wake. Baada ya kuingia wakati ndio muadhini anatakiwa adhini ili watu wasali sala hiyo ndani ya wakati wake. Lakini watu kuswali saa 11 ya dakika 5, saa 11 ya dakika 10, saa 11 ya dakika 12, bado wakati wa sala alfajiri haujaingia. Waislamu lazima wazingatie jambo hilo. Angalau misikiti ingekuwa wazi, muadhini anapoadhini saa 11 ya dakika 5 inakuwa swala bado, watu wanakuja msikitini mpaka saa 11:30 ndio swala inaanza, au 11 ya dakika 25 ndio swala ya misikitini nyingi zinaswaliwa hivyo, 11 na dakika 25:30 na dakika 35 na kuendelea, sala za jamaa zinasaliwa. Lakini sasa hivi muadhini unapoadhini saa 11 ya dakika 5, kwa vile watu wako nyumbani, ujue baada ya adhana yako tu we muadhini ya makosa, tayari watu wanasimama na kusali salatul fajri ambapo bado wakati haujaingia. Kwa Waislamu lazima wazingatie jambo hili, waangalie wapi wanaadhini sawa sawa, waadhini gani wanaadhini sawa sawa, na waadhini gani wanaadhini kimakosa, ili wasije wakasali sala zao wakaziswali nje ya wakati au kabla haujaingia wakati wake. Leo tuna masala, mata yuftiru rakibu taira, wakati gani atafungua yule mwenye kupanda ndege, mwenye kusafiri ambaye yuko juu ya ndege, yeye atafungua wakati gani? Al-Lajna Daima walipoulizwa swali hili wakajibu, idha kana as-saimu fi at-ta'ira, akiwa mwenye saumu yuko katika ndege, wattala'a biwasitati as-sa'a wat-telefon an iftari al-baladi al-qaribati minhu, na akaangalia kupitia saa alionayo na kupitia simu alionayo kuhusu kufungua kwa mji ulio karibu naye. Wa huwa yara shamsa, na huku analiona jua kule juu ya ndege, bisababi irtifai taira, kwa sababu ya ndege kuwa iko juu, jua analiona bado linaangaza. Falaisa lahu an yuftir, huyu haijuzu kwake kufungua, sababu bado analiona jua linaangaza juu. Falaisa lahu an yuftir, haijuzu kwake kufungua. Lianna Allah ta'ala yaqul, kwa sababu Allah mtukufu anasema, thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha kamilisheni saum mpaka kuzama kwa jua. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha kamilisheni saum mpaka kuzama kwa jua, ndio mfungue saumu hizo. Wa hadhihi al-ghaya lam tatahaqqaq fi haqqihi, na mwisho huu wa kuzama kwa jua bado hakujakuwa na uhakika katika haki yake yeye, maadama yara shamsa, muda wa kuwa analiona jua. Yuko juu ya ndege, ndege inaendelea na safari, analiona jua bado linaangaza, huyu haijuzu kwake kufungua. Wa amma idha aftara bilbaladi ba'da intihai an-nahari fi haqqihi, ama mtu akifungua katika mji baada ya kumalizika mchana katika haki yake, amefungua katika mji ule aliofika baada ya kumalizika mchana ule katika haki yake, katika haki yake huyo, fa aqla'ati at-ta'ira, halafu ile ndege ikaondoka, thumma ra'a shamsa, baada ya ndege kuondoka kupaa juu, kisha yule mtu akaliona jua. Mara tu baada ya ndege kujukua juu akaliona jua yule aliye ndani ya ndege, fa innahu yastamiru muftiran, hukumu yake huyu ataendelea kuwa ni mwenye kufungua. Lianna hukmahu hukmul baladi allati aqla'a minha, sababu hukumu yake ni hukumu ya ule mji ambao ile ndege iliondoka katika mji ule. Pale ndege ilipoondoka, watu tayari jua limezama katika mji ule, watu wamefungua saumu zao. Ndege ilipoondoka ndio juu kule akaliona jua, huyu ataendelea kuwa ni muftiran, ataendelea kuwa ni mwenye kufungua. Waqad intaha an-naharu wa huwa fiha, na mchana ulimalizika na yeye bado yuko katika mji ule, kwa hiyo huyu ataendelea kuwa ni mwenye kufungua, kwa sababu tayari muda
wa kufunga kwake umemalizika. Hayo ndio masala walivyojibu اللجنة الدائمة مولما هاو ومملكة رحمهم الله تعالى وحفظهم الله الأحياء منهم. هذا فهموني هاي. وإن في تعجيل الفطر من الأسرار والحكم ما يجهله كثير من المسلمين في هذه الأزمان. hakika kuharakisha kufungua ni katika siri na hikma ambazo watu wengi au waislamu wengi hawazijui siri hizo na hikma hizo fi hadhihi alazman, katika zama hizi. Jana tulielezea kwa urefu masala ya sunna ya kuharakisha kufungua saum. Tukaeleza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam sahiha nyingi tu kueleza na kuthibitisha sunna hii ya mtu akifunga aharakishe kufungua mara tu jua linapozama. Anapohakikisha kwamba jua limezama afungue saumu yake, kwa sababu akiendelea na saumu baada ya jua kuzama, saumu hiyo ya baada ya jua kuzama haikubaliki. Hicho kipande hicho baada ya kuzama kwa jua akaendelea na saumu, kipande kile na dakika zile anazoendelea hazikubali kwamba yuko katika saumu, kwa sababu wakati wa saumu unamalizika kwa kuzama kwa jua. Kwa mtu anatakiwa akihakikisha tu kwamba jua limezama, akiwa na uhakika huo, anatakiwa haraka haraka afungue kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hata kabla ya muadhini. Akihakikisha tu kwamba jua limezama, haraka haraka afungue kwa kufuata sunna hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ta'jilul fitri, katika hikma hizo na siri hizo, kwanza ta'jilul fitri sunnatul mustafa wa kafa. Kuharakisha kufungua ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na inatosha. Fa idha ajjala almuslimuna fitarahum, wakiharakisha waislamu kufungua kwao, faqad ardau rabbahum, ndio wamemridhisha Mola wao, wattabau sunnata nabihim, na watakuwa wamefuata sunna ya mtume wao. Watu wanapoharakisha kufungua mara jua linapozama jioni, hapo itakuwa wamemridhisha Mola wao na wamefuata sunna ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Wa in khalafahum jami'u man fil ardi, hata wakiwakhalifu watu wote duniani, wakiwakhalifu hawa wanaoharakisha kufungua, haitawadhuru hiyo. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basharahum qailan, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amewabashiria hao wanaoharakisha kufungua, qailan, hali ya kusema sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bifitriha an-nujum, hawataacha kuendelea umati wangu wakitekeleza sunna zangu muda wa kutongojea nyota kwa kufungua kwao. La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir an-nujuma au ma lam tantadhir bifitriha an-nujuma, hawataacha kuwa umati wangu wako katika sunna zangu muda wa kwamba hawangojelei nyota kwa kufungua kwao. Kwa hiyo watu wanatakiwa wasingojee nyota za usiku zile zitoe nuru ndio wafungue, itakuwa sivyo, ni makosa, hawatapata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya ta'jilul fitri. Allah fi sunnati al-Mustafa, kwa hiyo Allah kutekeleza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yaghurrannakum kathratul mu'ridina anha, wala usikughuruni wingi wa wenye kukataa na kupinga sunna hiyo. Wala yaghurrannakum kathratul mu'ridina anha, usikughuruni wingi wa wenye kuikataa sunna hiyo. Fa innal haqqa la yu'rafu bil kathra, kwani haki haijulikani kwa wingi. Haki haijulikani kwa wingi, bali batil ndio inojulikana kwa wingi. Kila watu wanavyokuwa wengi wa batil ndio hao wako katika batil, lakini watu wa haki mara nyingi ni wachache. Watu wa haki mara nyingi ni wachache, watu wa batil ndio wengi. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ile ya Quraba, innal islama bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba, Uislamu umeanza kuwa ni mgeni
na utarudi kuwa ni mgeni kama ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, pepo ni ya hao wageni. Mtume alipoulizwa qalu man hum ya Rasulullah, ni kina nani hao wageni? Qala hum unasun qalilun salihun min baini nasin kathirin man yuti'uhum au man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum, ni wale watu ambao ni wachache wema baina ya watu wengi. Man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum, wanaomwasi katika hao ni wengi kuliko wanaotii katika wao. Kwa mara nyingi wale watu wazuri ni wachache kuliko watu waovu, na ndio maana salafiyin almultazimun ni wachache kuliko wengine watu wa bid'a na mahizbi. Kwa hiyo wala yaghurrannakum kathratul mu'ridina anha, usikughuruni wingi wa wale wenye kukataa sunna hii ya kuharakisha kufungua. Fa innal haqqa la yu'rafu bil kathra, haki haijulikani kwa wingi hata wakiwa wengi. Wa innama bil adillati shar'iyya, haki inajulikana kwa dalili za kisheria. Na sunnatu ta'jili alfitri, ya kuharakisha kufungua, ina dalili nyingi kama tulizosoma hadithi za Mtume sallam jana. Pili, katika siri na hikma za kuharakisha kufungua, ta'jilul fitri min akhlaqin nubuwa lal ubuwa, kuharakisha kufungua ni katika tabia za utume, si katika tabia za kina baba wazee waliopita. An Abi Dardai radhiyallahu anhu qal thalathun min akhlaqin nubuwa, tatu ni katika tabia za utume: ta'jilul fitri, kuharakisha kufungua, wa ta'khiru suhur, na kuchelewesha kula daku, wa wad'u al-yamini ala shimali fi salah, na kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto fi salah, katika sala. Haya ni mambo matatu ni katika tabia za utume, likiwemo jambo hilo la kuharakisha kufungua mara tu jua linapozama jioni. Tatu, katika siri na hikma za kuharakisha kufungua, fi ta'jilil fitri mukhalafatun lilmaghdubi alayhim waladhdallin, kuharakisha kufungua kuna kuwa khalif maghdubi alayhim, mayahudi, walladallin, na manasara wa Kristo. Kuharakisha kufungua ni kuwa khalif mayahudi, walladallin, na manasara hawa wa Kristo. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema haitawacha dini kuwa ni dhahiran, yenye kushinda, ma ajjala an-nasu al-fitra, muda wa watu kuharakisha kufungua, lianna al-yahuda wan-nasara yuakhirun, sababu mayahudi na manasara wanachelewesha kufungua. Mayahudi na manasara wanachelewesha kufungua, kwa kuharakisha kufungua ni kuwakhalifu hawa mayahudi na manasara. Qala al-Amir as-San'ani في سبله المجلد الرابع صفحة 95: والحديث دليل على استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية. hadithi hiyo ni dalili ya sunna ya kuharakisha kufungua itakapokuwa na uhakika kuzama kwa jua, kwa kuona jua kwamba limezama, au biikhbari man yajuzu al-amalu biqawlihi, au kwa kuelezea mtu ambaye inajuzu kutumia kauli yake, mtu mwaminifu, mtu mwadilifu. Waqad dhakara al-illa wa hiya mukhalafatu al-yahudi wan-nasara. Mtume sallallahu ametaja sababu yenyewe ni kuwakhalifu mayahudi na manasara. Kwa hiyo kuharakisha kufungua ni moja kwa moja ni sunna ya Mtume sallam, na ni kuwakhalifu hawa mayahudi na manasara. Fahal antum muntabihun, je, nyinyi wenyewe kuzinduka na jambo hilo? وقال النووي رحمه الله المجلد الثامن صفحة 208 إلى 209:
فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس. katika hadithi hiyo inakuhimiza kuharakisha kufungua baada ya kupata uhakika wa kuzama kwa jua, baada ya kupata uhakika wa kuzama kwa jua. Wa maanahu la yazalu amru al-umma wa hum bi khairin ma damu muhafidhina ala hadhihi sunna. Maana yake ni kwamba jambo la umma halitawacha kuwa ni waheri. Umma utaendelea kuwa katika kheri maadamu muhafidhina ala hadhihi sunna, muda wa kuwa ni wenye kudumu na kuihifadhi sunna hii ya kuharakisha kufungua. Wa idha akharuhu, na wakichelewesha kufungua, kana dhalika alamatan ala fasadin yaqauna fihi, inakuwa wameingia katika ufisadi. Ikiwa watu watachelewesha kufungua, inakuwa hiyo ni alama ya kwamba wameingia katika ufisadi. Bal hum ghariquna fihi, bali watu hao ni wenye kuzama katika ufisadi. Waqala al-Imam as-Sindi fama dama an-nasu yurauna mukhalafata a'da'i Allah ta'ala yansuruhumullahu wa yudhhiru dinahum. Muda wa kuwa watu wanachunga na kutekeleza kuwakhalifu maadui wa Allah mtukufu, basi Allah atawanusuru na kuidhihirisha dini yao na kuipa ushindi dini yao. Ikiwa tutawakhalifu Mayahudi na Manasara, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatunusuru na kutupa ushindi na dini yetu kupata ushindi dhidi ya dini zao hizo za batil, Mayahudi na Manasara. ففي هذه الأحاديث الصحيحة أيها المسلمون بيان واضح أن بقاء الدين ظاهرا قاهرا منوط بتعجيل الإفطار. وحديث hizi zilizo sahihi, enyi waislamu, kuna bayani iliyo wazi kwamba kubakia dini yetu hii hali ya kuwa ni yenye ushindi na yenye nguvu, hii kunategemea kuharakisha kufungua saumu. والذي يتحقق بغروب قرص الشمس, kuharakisha kufungua ambako kunapata uhakika kwa kuzama kwa dhati ya jua. Likishazama dhati ya jua lote, tayari hapo ndiyo tahaqqaqa ghurubu shamsi, ni wakati wa kufungua, kama sabaka bayanuhu, kama ulivyotangulia uwazi wake. فليتق الله أناس يزعمون أن إحياء سنة الإفطار عند غروب الشمس مسألة فرعية صغيرة. na wamchi Allah wale watu ambao wanadai kwamba kuhuisha sunna hii ya kuharakisha kufungua mara tu jua linapozama kwamba ni masala madogo madogo, ni masala far'ia, si usulia, ni masala madogo madogo far'ia, masala yasiyo na maana, na kwamba wada'wa ila alfitna wa tafriqi al-umma, na kuwalingania watu kwenye fitna na kufarikisha umma. kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kufran law kanu yaqilun. Hawasemi maneno hayo isipokuwa ni ukafiri maneno hayo, lau wangekuwa wanajua, kwa sababu hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtu anayekataa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza akaingia katika ukafiri. Bal du'atu dhalala wal fitna wal jahala هم هؤلاء الذين لم يتفقهوا في الدين ويردون سنة سيد المرسلين بعقولهم العليلة وأفكارهم الكليلة. bali wale walinganizi wa fitna, walinganizi wa upotevu na wa fitna, na walinganizi wa ujinga, ndio hao ambao hawajasoma dini, halafu wanairudi na kuikataa na kuzikataa sunna za bwana wa mitume wote kwa akili zao. Wanazikataa sunna za mtukufu wa mitume wote kwa akili zao pungufu na fikira zao dhaifu. وإذا كان الغراب دليل قوم فلا يمرن بهم إلا على جيف الكلاب. Mshairi mmoja anasema, ikiwa ghurabu ndiyo kiongozi wa watu, ghurabu huyu kunguru ikiwa ndiyo kiongozi wa watu, basi hata wapitisha watu hao isipokuwa katika mizoga ya majibwa, atawapitisha kwenye mizoga. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullah, man istabanat lahu sunnah
fala yanbaghi an yatrukaha liqauli ahad, mtu ambaye tayari imembainikia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haitakikani kuiwacha sunna hiyo kwa maneno ya mtu yoyote vyovyote alivyo. Fataamal ayuha almuwahhid, man istabanat lahu sunnatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala yanbaghi an yatrukaha liqauli ahad. Al-Imam Shafi'i anasema mtu ambaye imembainikia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haitakikani aiwache sunna hiyo kwa maneno ya mtu yoyote. Katika siri na hikma za ta'jili al-fitr, fi ta'jili al-fitri mukhalafatun lirrawafidh, katika kuharakisha kufungua kuna kuwakhalifu hawa rawafidh mashia, kuwakhalifu hawa rawafidh mashia. Qala ibn Daqiq al-Eid المتوفى سنة 702 من الهجرة بعد ذكر الحديث المتفق عليه. الإمام ابن دقيق العيد بعد يكتاج حديثه متفق عليه لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، watu wataendelea kuwa katika khairi muda wa kuharakisha kufungua. Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah akasema fihi dalilun ala raddi ala al-mutashayyi'ah alladhina yuakhiruna ila dhuhuri najmi. Hadithi hiyo ndani yake kuna dalili ya kuwarudi wale mashia ambao wanaakhirisha kufungua mpaka zitokeze nyota usiku. Walaalla hadha huwa sababu fi kauni nnasi la yazaluna bikhairin ma ajjalu alfitra. Ibn Daqiq al-Eid anaendelea na kusema pengine hii ndiyo sababu kuwa watu wataendelea kuwa katika khairi muda wa kuharakisha kufungua. Liannahum idha akharuhu kanu dakhilina fi fi'lin khilafi sunna, kwa sababu wakichelewesha kufungua watakuwa ni wenye kuingia katika kitendo ambacho ni kinyume cha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yazaluna bikhairin ma fa'alu sunna, wataendelea kuwa katika khairi muda wa kwamba watu wanatekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qultu fa aina man ya'i kalama hadha al-imam al-humam. الشيخ أحمد الجزائري حفظه الله anasema فأين من يعي كلام هذا الإمام الهمام, nani atakayetekeleza, nani atakayehifadhi maneno ya imamu huyu al-Humam ibn Daqiq al-Eid rahimahullah ta'ala. ما أضر فتنة الجاهل, fitna ya jahil inadhuru zaidi fitna ya mtu mjinga. Fitna ya mjinga ni fitna inayodhuru sana. سئل الشيخ سليمان بن سحمان عن قول من قال إنه لا يجوز لأحد أن يفطر بعد مغيب الشمس حتى يذهب شعاع الشمس في الأفق. aliulizwa Sheikh Suleiman bin Sahman kuhusu kauli anayesema kwamba haifai kwa yoyote kufungua saumu yake baada ya jua kuzama mpaka mwangaza wa jua uondoke mbinguni, hata yadhhaba shu'a'u shamsi fil ufuq. Haifai mtu kufungua saumu yake mpaka uondoke mwangaza wa jua katika mbingu, yani alhumrata ash-shadida allati tabqa ba'da ghiyabi al-qurs, yani ule wekundu mkubwa unaobakia baada ya kuzama ile dhati ya jua. Akaulizwa nini hukumu ya mwenye kusema hivyo? Faajaba rahimahullahu hadha alqailu jahilun murakkabun la yadri wala yadri annahu la yadri. Akasema mwenye kusema hivyo ni jahil murakkab, hajui na hajui kwamba yeye hajui. Ndio jahil murakkab, yeye hajui na hajui kwamba yeye hajui. Afadhali ingekuwa anajua kwamba yeye hajui, lakini jahil murakkab ni yule ambaye hajui na hajui kwamba yeye hajui. Ndio huyo anayesema kwamba haifai mtu kufungua jua likizama mpaka mwangaza huu wa jua wote utoke katika mbingu uingie usiku. Huyo ndio jahil murakkab. Wa hadha almadhhabu alladhi yahuddu alayhi, na madhehebu haya anayoyahimiza huyo, min ta'khiri al-adhani wal-fitri ila dhahabi shu'a'i ash-shamsi min al-ufuq, kuchelewesha adhana na kuchelewesha kufungua mpaka uondoke huo mwangaza wa jua katika mbingu.
huwa madhhabu rafidha, hayo ndio madhehebu ya rafidha mashia. Fa innahum yuakhiruna alfutura ila hadha alwaqt, kwani wao mashia wanachelewesha kufungua mpaka wakati huu wa nyota kutokeza na usiku kuingia. Fa idha arafta hadha, ukishajua hili, arafta anna man naha an-nasa 'anil adhani wa 'anil iftari إلا بعد ذهاب هذا الشعاع والحمرة الشديدة فقد نهى عما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. umekushajua kwamba anayewakataza watu kuadhini na kufungua isipokuwa baada ya kuondoka mwangaza wa jua juu ya mbingu na kuondoka wekundu huo mkubwa, huyu ni kwamba anakataza jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam analiamrisha. Mtume anaamrisha, yeye anakataza. Wa amara bisuluki tariqi al-arfadhi fi ta'khir al-adhan wal-fitri ila dhuhuri an-najmi wa dhahabi al-humra. Na mtu huyo ni kwamba ameamrisha watu wafuate njia za hao rafidha mashia katika kuchelewesha adhana na kuchelewesha kufungua mpaka zidhihiri na zitokeze nyota na uondoke huo wekundu uliopo. Hikma nyingine ya tano na siri katika kuharakisha kufungua, thumma kaifa natruku ta'jil al-fitri wan-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusarrihu bi annahu yujlibu al-khair au yajlibu al-khair. Vipi tutaacha kuharakisha kufungua wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anaweka wazi kwamba jambo hilo linaleta khairi? Jambo la kuharakisha kufungua linaleta khairi, vipi tutaacha kuharakisha kufungua? فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. watu wataendelea kuwa katika khairi muda wa kuharakisha kufungua. la yazalu الناس بخير ما عجلوا الفطر. الحديث رواه الشيخان. watu wataendelea kuwa katika khairi muda wa kuharakisha kufungua. Hasa vipi tutaacha khairi hiyo alafu tucheleweshe kufungua ili tupate shari badala ya khairi? Fahafidh ala hadhi sunnati nabawiyya taish bi khairin wa fi khairin wa ala khair. Kwa ndugu yangu Muislamu, ihifadhi sunna hii ya Mtume sallam na uitekeleze sunna hii, utaishi katika khairi na utaishi ndani ya khairi na utaishi kwa khairi na juu ya khairi. Wala tattabi' sabila alladhina la ya'lamun, wala usifuate njia za wasiojua. Waliibadillahi yudhillun, na wanaowapoteza waja wa Allah. A'adhana Allahu min dhalalihim, Allah tuhifadhi na nyinyi na upotevu wa hao maduati wanaokataza watu sunna hii ya kuharakisha kufungua. قال الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 من الهجرة وهو يشكو حال أهل زمانه. الحافظ ابن حجر رحمه الله akishtakia hali za watu wa zama zake hizo alizokuwa, lamma khalafu sunna, walipokhalif sunna, wa halafu albid'a, wakawa wanatekeleza bid'a. Akasema fasaru la yuadhinuna illa ba'da alghurubi bidarajati litamkini alwaqti za'amu, wakawa hawaadhini isipokuwa baada ya kuzama kwa jua kwa daraja ya kumakinisha wakati. Wakidai hivyo, wakidai kwamba kwa daraja ya kumakinika ule wakati. Faakharu alfitra wa ajjalu suhur, wakaakhirisha, wakachelewesha kufungua na wakaharakisha kula daku. Wa khalafu sunna, na wakakhalif sunna. Falidhalika qalla anhum alkhair, wa hiyo khairi ilikuwa chache kwao. Wa kathura fihim sharru, na shari ikakithiri kwao. Wallahu almusta'an, Allah ndiye anayetakwa msaada. Maneno ya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah akiwakashifu na kuwalaumu watu wa zama zake walivyokuwa wakifanya kinyume, badala ya kuharakisha kufungua wanaharakisha kula daku na wanachelewesha kufungua. Adabu alfitri, adabu na taratibu za kufungua. Kwanza, mina sunna iqa'u al-iftari qabla salati al-maghrib, ni katika sunna kufungua saumu kabla ya salatu al-maghrib.
ni katika sunna kufungua saumu kwa aliyefunga kabla salati al-maghrib, kabla ya sala magharibi mtu iwe ameshafungua, sio aendelee na saumu baada ya sala maghrib hajafungua. Saumu yake hiyo itakuwa imeshakatika pale jua likizama tu, kama tulivyoelezea jana. Kwa sunna mtu ni kufungua saumu yake kabla hajasali salatul maghrib, mara tu jua kuzama. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي. يقول أنس رضي الله عنه ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifungua kabla ya kusali salatul maghrib. Alhadith rawahu Ahmad wa Abu Daud an Anas bisanadin hasan. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anaelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifungua saumu mara tu jua linapozama, kabla hajasali salatul maghrib tayari anafungua. Kinyume cha baadhi ya watu wao wanajifanya wanatakwa sana, wanaendelea na saumu zao mpaka sala ya magharibi inasaliwa, anaendelea pale na kufanya adhkari zake dakika 15 nzima, baada ya sala yuko msikitini hajafungua saumu yake. La, sio hivyo. Hiyo ni kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni atqan nas. Pili, wa an yakuna ala tamri au ilma, na kuwa kufungua ni kwa maji, ni kwa tende au maji. Mtu afungue kwa tende au maji. Wa an yakuna ala tamri au ilma, na kuwa kufungua ni kwa tende au kwa maji. Aanze kufungua kwa tende au aanze kufungua kwa maji. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifungua kwa tende zile rutab kabla ya kusali, kabla hajasali salatul maghrib anafungua kwa hizo rutab. Rutab ni zile tende ambazo hazijakauka, ziko maji na zinakuwa laini sana. Kwa hiyo anasema Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin kabla an yusalli. Alikuwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akifungua kwa tende rutab kabla hajasali salatul maghrib. Fa illam takun rutabatun, zisipokuwa hapo tende hizo rutab kama hazipo, fa ala tamarat, anafungua kwa hizi tende kavu kama hizi zinazokuja kwa wingi huku kwetu. Fa illam takun, zisipopatikana hizo tamarati, hizi tende kavu, hasawati mimma, hupiga matama ya maji. Hasawati mimma, hupiga matama ya maji. Hii yote hii ni kabla hajasali salatul maghrib, kama alivyosema Anas, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu salla salatal maghrib hatta yuftira walau ala sharbatin mimma. Sijamuona Mtume wa Allah sallam kabisa akisali salatul maghrib mpaka afungue kwanza japo kwa tama la maji. Kwa Mtume alikuwa akifungua kwa rutab, akikosa rutab anafungua kwa tamr, hizo tende kavu. Akikosa hizo tende kavu pia anapiga matama ya maji kabla hajasali salatul maghrib, anakwenda alafu ndo anakwenda kusali. Warawa Tirmidhi an Salman ibn Amir عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. روى الإمام الترمذي عن سلمان بن عامر kutokana Mtume صلى الله عليه وسلم anasema idha aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, akifungua mmoja wenu na afungue kwa tende. Akitaka kufungua mmoja wenu saumu yake, falyuftir ala tamrin, na afungue kwa tende, aanze kula tende. Fa innahu baraka, kwani tende ni baraka. Fa illam yajid, asipopata, fa illam yajid tamran, asipopata tende, falma, basi ni maji. Fa innahu tahur, kwani maji ni yenye kutaharisha. Maji ni tahur, ni yenye kutaharisha. Maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu waanze kufungua kwa tende. Kama mtu hana tende, aanze kufungua kwa maji.
وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه بركة لما فيه من المنافع. maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba tende ni baraka kwa sababu ndani yake mna manufaa mengi. ndani ya tende kuna manufaa mengi. faqad jaa fi at-tibb al-wiqa'i safha 253 wa inna min hikmati al-iftari ala at-tamri annahu yahtawi ala al-mawad as-sukkariyya allati sar'ana ma tumtassu fatasilu ila ad-dami bisur'a. Katika hikma za kufungua kwa tende ni kwamba tende inakusanya mawad sukaria, zile mada zenye sukari ambazo ni haraka ya kufyonzwa na kufika katika damu kwa haraka. Sukari ile ya tende inafika katika damu kwa haraka. Wayartafi'u mustawa sukari fi dami, na unapanda ule mustawa wa sukari katika damu. Wayash'uru bihi as-saimu nashatan yadibbu fi jismihi, na yule saim mwenye kufunga anahisi nashatu, uchangamfu unaenea katika mwili wake, unatambaa katika mwili wake kwa sababu ya ile sukari ya tende aliyoila. Wa quwwatan fi tarkizi warru'ya, pia katika faida zake za tende ni kwamba inaleta nguvu za tarkiz na kuangalia na kutizama. ويقلل نوعا ما من شعور الصائم بالحاجة إلى الطعام, na pia inapunguza sampuli fulani ya mwenye kufunga kuhisi haja kubwa ya chakula, mahitaji makubwa ya chakula. Ile sukari ya tende inapunguza hisia zile za kutaka kula sana. fataqillu shahiyatuhu fayakulu ma yakfihi duna ifrat, kwa inakuwa inapungua ile matamanio yake ya kula sana, inapungua, anakula chakula kitakatomtosha tu bila kupetuka mpaka katika kula sana. Hizi ni baadhi za faida za kuanza kufungua kwa tende. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu tahur, maneno ya Mtume sallam fa innahu tahur, maji ni yenye kutaharisha. Fakhtara almaa tafaulan bitathhiri albatin wadhahir, Mtume amehitari maji tafaulan kwa ajili ya kupata tafaul, ile dua na dua nzuri au na maneno mazuri na hisia nzuri na fikra nzuri za kusafisha ndani na nje. Fa innahu tahurun, maji ni yenye kutaharisha. Hii ni tafaul, ni tafaul, ni dua nzuri na fikra nzuri na itikadi nzuri ya kutaharisha maji yale ndani na nje pia. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 47: وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس. ابن القيم الطبيب القيم anasema maji lile ini yahsulu laha bisawmi naw'u yubsin, hupatikana kwa ini kwa sababu ya kufunga sampuli fulani ya ukavu. Fa idha rutibat bilma'i au fa idha rattabta bilma'i, ukishatia maji ukavu hule, kamula intifa'uha bilghidha'i ba'dahu, hukamilika manufaa yake kwa ile chakula baada yake. Walihadha kana al-awla bidham'ani al-ja'i'i an yabda'a qabla al-akli bishurbi qalilin min al-ma' thumma ya'kulu ba'dahu. Kwa hiyo yule ambaye ni kwa hiyo al-awla, aula zaidi kwa mtu ambaye mwenye kiu, mwenye njaa, aanze kabla ya kula kwa kunywa maji kidogo, thumma yaakulu ba'dahu, kisha ndiyo ale baada yake, kwa sababu ya manufaa makubwa ya maji hayo yanavyoingia katika ini. Lile ini linakuwa kavu, limepata ukavu kwa sababu ya saumu. hadha ma'a ma fi at-tamri wal ma'i min al-khasiyah allati laha ta'thirun fi salahi al-qalbi la ya'lamuha illa atibba'u al-qulub. Yafahamu hayo, lakini pia pamoja na sifa zinazopatikana katika tende na maji, sifa ambazo zina taathira katika kuutengeneza moyo wa mtu, matengenezo ambayo au taathira ambayo hakuna anayeyajua isipokuwa wale madaktari wa nyoyo. Kwa hiyo tende na maji zina faida kubwa kwa mwanadamu. Ndio Mtume sallam
akaweka sunna hiyo ya watu waanze kufungua kwa tende au kwa maji. Lakini utaona mukhalafa, watu wanavyokhalifu sunna za Mtume sallam. Wengine wanafungua kwa bajia, wengine wanafungua kwa mishkaki, wengine wanafungua kwa sambusa, wakati tende zipo anazo pale, lakini anaanza kufungua kwa mshikaki, nyama ya kuchoma, na pengine ni madhara kwake katika tumbo. Watu wanakhalifu sunna za Mtume sallam, wanawacha sunna thawabu, wanawacha thawabu, wengine wanajidhuru kwa kuanza kufungua na nyama za kuchoma. Allahu almusta'an. Katika adabu na taratibu ya kufungua ya tatu, ad-du'a mustahabun mustajabun 'inda al-iftar. Ad-du'a mustajabun 'inda al-iftar, dua inakubaliwa wakati wa kufungua. Ad-du'a mustajabun 'inda al-iftar, dua inakubaliwa wakati wa kufungua. Fakhtanimu, chukua fursa hiyo, chukua fursa hiyo kabla hujafungua, kwa muda mchache, kwa dakika chache, muombe Allah subhanahu wa ta'ala dua yoyote ya kheri. Hata sasa hivi tuna haja kubwa ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee janga hili lililoenea duniani, janga la virusi vya korona. Kwa ni wakati muafaka, hasa wakati ule wa kufungua, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala sote, Allah atuondolee janga hili la korona. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. Mwenye kufunga wakati wa kufungua kwake ana dua ambayo haikataliwi. Inna lisaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Mwenye saum, mfungaji, wakati wa kufungua kwake ana dua ambayo haikataliwi. Kwa ni fursa, ndugu zangu Waislamu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, hususan wakati ule kabla ya kufungua, kwa dakika chache tumuelekee Allah subhanahu wa ta'ala na tumuombe. وينبغي لزوم الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يقول إذا أفطر. inatakikana kulazimiana na dua iliyonukuliwa kutokana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wakati ilikuwa akisema wakati akifungua, dhahaba dhama wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. الحديث رواه أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وابن السني وغيرهم بإسناد حسن. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. kiu kimeshaondoka, mishipa imeroa sasa hivi maji na chakula, na ajri, thawabu zimethubutu insha Allah. Jambo la nne na adabu ya nne ya kufungua, iftaru saimi fi ramadhana min sha'airi al-islam. Kufungua mwenye kufunga katika mwezi wa Ramadhani ni katika alama za Uislamu. Iftaru saimi fi ramadhana, kumfunguza mwenye kufunga, sio kufungua. Iftaru saimi fi ramadhan, kumfunguza mwenye kufunga katika mwezi wa Ramadhani, min sha'airi al-islam, ni katika alama za Uislamu. Kumpa mtu iftari, kumpa mtu kitu cha kufungulia saum, hii ni katika alama za Uislamu. Allati sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alizoziweka mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, faqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, imesihi hadithi kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alisema, man fattara saiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-saimi shay'a. Mtume anasema mwenye kumfunguza mwenye kufunga, man fattara saiman, mwenye kumfunguza mwenye kufunga, akampa futari akafungulia, au akenda akapika futari hiyo, kana lahu mithlu ajrihi, anakuwa na mfano wa thawabu za huyo mwenye kufunguzwa, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-saimi shay'a, lakini pia bila kupunguziwa thawabu za mwenye kufunga kitu chochote. Man fattara saiman, mwenye kumfunguza mwenye kufunga, au mwenye kumpa futari mwenye kufunga,
kana lahu mithlu ajrihi, anakuwa na mfano wa thawabu zake, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-saimi shay'a, lakini pia bila kupunguza au bila kupunguza katika thawabu za mwenye kufunga kitu chochote. Hii zote ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kutuwekea sisi tupate thawabu nyingi wakati huu wa saumu na wakati huu mgumu wa ibada hii ya saumu. Hadha wa yustahabbu lilmad'uwi idha faragha min ta'amihi an yad'uwa lid-da'i bima sahha anhu alayhi salatu wassalam. Yafahamuni haya, na ni sunna kwa yule mwenye kualikwa akimaliza chakula chake amuombee huyo aliyemwalika bima sahha anhu alayhi salatu wassalam, kwa dua iliyosihi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam: akala ta'amakumul abrar wa sallat alaykumul malaika wa aftara indakumus saimun. Yule mwenye kualikwa baada ya kula chakula kile akashiba aseme hivyo, baada ya kula chakula, baada ya kualikwa, akimaliza kula amwombee yule aliyemwalika kwa dua hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: akala ta'amakumul abraru, wale wamekula chakula chenu watu wema, wasallat alaykumul malaika, na malaika wakuombeeni rehma, wa aftara indakumus saimun, na wafungue kwenu wenye saumu. Au Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, au amwombee dua hiyo: Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, Mola wangu mpe chakula huyu aliyenipa chakula, wasqi man saqani, na mnyishe maji huyu aliyeninywesha. Hizi ni dua ambazo zinatakiwa asome yule mwalikwa, amwombee huyo aliyemwalika ftari, akala ftari. Dua ya kwanza: akala ta'amakumul abrar wa sallat alaykumul malaika wa aftara indakumus saimun. Dua nyingine aseme Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Kwa hiyo tumeelezea kifupi cha hayo yaliyotangulia. Tumeelezea sunna ya kuharakisha kufungua, na tukaelezea faida zilizopo katika sunna hii, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhuisha sunna zake, kadhalika kufuata as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim, na pia katika faida zake kuwakhalif maadui wa dini hii ya Uislamu ambao ni mashia al-fujjar, kuwakhalif hao katika sunna hii, kwa sababu hawa wanaakhirisha kufungua. Mashia ar-rafidha alaihim min Allahi ma yastahiqun, hao wanaakhirisha kufungua. Kwa kuwakhalif hawa mashia na aadau lislam pamoja na mayahudi na manasara, kuwakhalifu hao ni kuharakisha kufungua sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pia katika faida zake dhuhuru hadha din, kupata ushindi dini hii na kuwa juu kuliko dini nyingine zote za batil. Kadhalika katika faida za sunna hii baqaul khairi fi hadhihi al-umma, kubakia khairi katika umma huu, wa huwa ittiba'u sunna, kufuata sunna, wa ihyahu, na kuhuisha sunna hii na nyinginezo, wa ta'dhimuha, na kuziadhimisha, raghma unufil haqidin alhasidin, pamoja na kuchukia hao wenye hikdi na wenye hasadi na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.